kujishughulisha na mambo ya Mungu, tunajikita kujishughulisha mambo ya dunia ambayo leo yapo, kesho hayapo. Wewe unajua biashara uliyoanza nayo ndio unayoendelea nayo leo? Wale uliosoma nao unajua historia yao wako wapi saizi? Kama uelewe, wengine walishazikwa, wengine wamekufa, lakini wewe bado ni hai. Kwa nini kama unajua duniani tunapita, kwa nini uendelee kushikilia ya dunia? Jishughulishe na mambo ya Mungu, ya dunia yafuate. Anza na Mungu, maliza naye. Haleluya. Kwa sababu unapojishughulisha na mambo ya mwili, jishughulishe kwa ukiwa unamtegemea sana Mungu. Ishi katika sheria ya Mungu, kutafuta mambo ya kujirisha. Lakini usiupe muda mwingi mambo ya mwili ukaacha mambo ya rohoni. Maana yake utakuwa sawa na aliyelala. Atakuja adui, atapanda mbegu ndani yako, na akishapanda uzinzi hutatoka. Akipanda zina hutatoka. Hapa hutatulia. Kile ukifika ibadani kijana uelewi. Yaani unaona kama muda tu unaenda. Na namna hiyo wanasumbua sana. Mhubiri anasema dakika. Yaani wao moyo yao haijawahi kuwa tayari kuishi kwenye kupokea neno. Mioyo yao muda mwingi anafikiria mambo ya dunia, kwa sababu wao sio wa kanisani, ni wa duniani. Ndio maana walipofika katika ibada hufikiri sana mambo ya dunia wakiwa ibadani. Ndio maana wakiwa ibadani wanafikiria juu ya kazi zao. Mungu wako ibadani. Wako ibadani wanafikiri juu ya watoto wao, lakini wako ibadani. Maana yake wanaabudu Mungu huku wako sana duniani. Kwa hiyo wanaishi kanisani, lakini maisha yao na mawazo yao ni duniani. Haleluya. Amen. Biblia inasema watu wa namna hiyo, Biblia inasema watakusanywa, watafungwa matita, watatupwa katika moto. Anasema huko kwenye moto ndiko kutakuwa kilio na kusaga meno. Kwa laiti kama unafahamu ya kuwa wewe umekwisha okolewa, acha mambo ya dunia. Acha kufuatisha dunia hii. Usifuatishe, achana nayo. Rejea kwenye msingi wa Mungu. Usikae ukajisahau kalala. Atakuja adui, atapanda roho ambayo hutasahau, hutarudi kanisani tena. Ukishalala kwa habari ya Mungu, ukaacha kujishughulisha na ibada, ukaacha kujishughulisha na maombi, ukaacha kujishughulisha na kila kitu kilichomuhusu Mungu, ukajishughulisha sana kuhusu mambo yako mwenyewe, utayaacha. Haleluya. Hata kama utakuwa na fedha nyingi, ukasema mtumishi kiuma, wewe utaenda wapi? Mbona huna kitu? Sasa nakwambia, mimi nasema hapa, narudia tena kusema, hata ungekuwa na kitu hapa, ukawa na kila kitu, kaenda mpaka Marekani kutibiwa, unaweza kaenda Marekani na ukarudi ukiwa umekufa. Unaweza kwenda popote na fedha yako na ukarudi ukiwa umefariki na fedha yako iko mfukoni. Kitu pekee unachoweza kuondoka nacho ni Kristo akiwa ndani yako. Kitu pekee utakachokwenda nacho kaburini ni kile ulichokiona kiishi zamani rohoni kwako. Kile ulichokuwa kitumaini, kile ulichokuwa kiabudu, kilichokuwa ndani yako, kimejenga madhabahu ndani ya moyo wako. Hicho ndicho utakachokwenda nacho. Lakini fedha, mali, magari na nyumba, vyote vitabaki. Hata ninachokwambia, chochote ulicho nacho ni historia tu, lakini andika historia mpya ya mbinguni. Haleluya. Acha mambo ya kufikiri kwamba mimi niwe nani. Fikiria kuwa niwe na mimi katika ufalme wa mbinguni. Fikiria kwamba na mimi nikamuone Bwana. Fikiria kwamba nikifa nitakuwa mgeni wa nani. Tutakapokufa siku ile, ukilala utamuonaje Bwana? Utakuwa machoni pa Bwana au machoni pa Shetani? Kwa hiyo lazima ufikiri, kwa sababu maisha yako yanakupa chaguo. Wewe unayo nafasi sasa. Wewe unayo nafasi ya kuamua uwe wapi. Waliokufa wamekosa nafasi ya kuamua waende kwa Bwana au waende jehanamu. Wamekosa nafasi. Wewe unayo nafasi. Anza kufikiria juu ya nafasi ulionayo. Anza kuitengeneza ikupe nafasi ya chaguo. Anza kufikiria mambo ya dunia haya yanapita. Kile unachokiona kinapita. Kila kinachoonekana hapa ni kizuri, lakini ni kizuri duniani. Mbinguni hakilingani na mbinguni hata kidogo. Haleluya. Biblia inasema kule mbinguni taa yake ni mwana kondoo. Hakuna usiku wala mchana. Hakuna njaa. Hatutaona dhiki. Hakutakuwa magonjwa. Kule mahali Biblia inasema ni kumsifu Bwana. Waimbaji wataimba, watakatifu watamwabudu Bwana. Ndipo Biblia inasema kule wanaimba wimbo mmoja wakisema mtakatifu, mtakatifu. Muda mrefu tafikiri wanajifunza. Kumbe wapo wanamtata Bwana. Lakini leo ibada kidogo tu akiimbisha
kisha muimbishaji kidogo, nyimbo ndefu sana. Nyimbo ndefu Mungu hayupo aina ibada. Yaani hajisikii ndani yake ibada, anajisikia kumaliza aende kwenye mambo ya dunia. Kwa hiyo hata kanisani mkiwa na Wakristo na washirika wanaopenda kuangalia saa kila muda, lazima uwe na mashaka nao. Wanajishughulisha sana mambo ya dunia, lakini mambo ya Mungu wako mbali nayo. Anasema wananipenda kwa midomo yao, lakini mioyoni mwao wako mbali nami. Haleluya. Kwa midomo yao wanasema tunampenda Mungu, lakini matendo yao wanamkataa. Kwa unakuta mtu, tunachotaka kusema hapa ni kwamba lazima usilale katika nyumba ya Bwana. Usilale huko unakokwenda, mtu wa Mungu. Usisinzie kwa habari ya wokovu. Jishughulishe na mambo ya Mungu kwenye kazi yako. Jishughulishe na mambo ya Mungu kwenye biashara yako. Upo kwenye biashara unaimba sifa. Upo kwenye biashara unasoma neno. Upo kwenye biashara, jishughulishe na mambo ya dunia, unajishughulisha na mambo ya Mungu. Kwa hiyo unatengeneza nafasi ya kwamba adui asije akapanda kitu ndani yangu. Haleluya. Amen. Kwa sababu ukisinzia, adui atapanda kitu ndani yako. Ukilala ukaacha ibadi, ukajishughulisha na hasira, ukajishughulisha hivyo, ni adui amekupandia, hakutokani na Mungu. Kama unashindwa kusamehe mpaka leo, hautaiona mbingu. Yaani kama mpaka leo hujaachilia moyo wako, bado umejikunja, na kuambia mbingu ioni, ili ione mbingu, achia Roho Mtakatifu akae mahali penye hasira. Kwa sababu ukishaondoa kile kitu kilichoshikilia, ukasamehe, Roho Mtakatifu anakwenda kukaa pale. Lakini kama utaachilia, utakuwa unaenda kanisani ni kama mkopo uliokosa mafuta ndani yake, alafu linaonekana lina mafuta. Ukinunua mafuta ya kupaka, likikaa hapa unajua yale ni mafuta, lakini ukifungua ndani yake hamna kitu. Kwa hiyo ndivyo itakavyokuwa kwa mtu ambaye ndani yake yuko kanisani, lakini bado ana vitu vya ajabu anavyofanya ndani yake. Anatenda dhambi ambazo hata yeye mwenyewe anajua hapa ninatenda dhambi, lakini moyo wake unaendelea kutaka ibada anayoitaka. Afike ibadani, arudi watu wamuone, usije kuonekana kwa watu. Njoo maabudu Mungu. Haleluya. Amen. Nenda kamaabudu Mungu kanisani. Njoo kanisani maabudu Mungu, sio utazame na watumishi kwamba ulikuwepo. Acha hiyo habari. Ndio maana ukifika hapa tukiwa wawili watatu, tunaanza kuimba, tunaanza kufundisha. Hata kama hampo, tunafundisha hadi viti, tunahubiri. Tumuuliza mzee hapa, afika siku moja kwa wachache wa wawili, tukasema tunaendelea na ibada, tukafanya ibada hivyo hivyo, kuna viti na tunahubiri hivyo. Kwa sababu gani? Sisi hatujaja kwa ajili ya tuonekane na nyinyi. Tunataka tuje tuonekane kwa Mungu, sio kwa wanadamu. Haleluya. Amen. Mwanadamu, njoo kwa Mungu maabudu, uonekane naye, usionekane kwa watu. Ukitengeneza kujulikana mchungaji, atakujua mchungaji, alafu mbinguni akupeleke. Wewe fanya uje ibadani uonekane ulikuwepo. Tutakuona ulikuwepo, lakini kwa Mungu hesabu yako haipo. Hasa utakapodhala pale kaburini, sisi tunasinikizaga tu pale. Weka mwili, wanashusha. Vijana tulie. Waombolezaji tulie. Basi tuna ujumbe wa neno kidogo kwa ajili ya nyinyi mlio hai. Hatushughulishi na wewe tena, kwa sababu tunachojua tulikuhubiri habari njema, na ndio maana kwenye kaburi tunajinafsi kwamba sisi hapa hakika huyu ndugu ameenda kwa Baba. Kwa tunaamini sasa huko ulikojipata sisi hatupo. Yaani ulikoenda utakutana nacho ni wewe, sisi hatumo. Hatuko pamoja nawe, ila sisi pale kwenye kaburi tunasema alikuwa Mkristo, tumesali naye, alimjua Bwana, na wewe njoo ufe kwa Bwana. Heri wafu wafao kwa Bwana. Kumbe kilichokipata unakijua wewe ulikoenda. Kwa hiyo ndio maana tunahubiriana habari hizi ili uanze matengenezo kabla, ili uanze kutengeneza nyakati hizi, kwa sababu hakuna kinachodumu hapa duniani. Haleluya. Amen. Zinakuja kila fashion zinapita. Unakuja kila urembo unapita. Wengine wanatoboa pua, wanatoboa masikio, wanatoboa kila kitu, wanatoboa mpaka midomo wanaweka hereni. Haleluya. Lakini bado watu hawa ndani yao wapo duniani wanajishughulisha na dunia hii. Lakini hivi vyote vinapita, baadaye wao wenyewe wanaanza kutupa hereni moja baada ya nyingine. Kwa hiyo kila jambo linapita kwa wakati wake. Acha kujishughulisha na dunia. Acha kujishughulisha na mambo ya ulimwengu. Jishughulishe na Bwana ili usilale. Haleluya. Amen. Ukijishughulisha sana na mambo ya dunia, na kuachia shetani atapanda kitu ndani yako. Atakapokupandia, utawasumbua wachungaji, utawasumbua wazee wa kanisa hawa, utawasumbua viongozi hawa. Kwa nini? Kwa sababu shetani amepanda kitu kisicho chake, kisicho cha Mungu.
Sasa ukijumulisha kitu cha shetani kikikaa ndani yangu mimi, hapa hamtaniona. Yaani nikija hapa nataka dakika 2 niwe nimeenda. Alafu nakuwa nashawishi watu, unajua mama anaenda muda mrefu sana hivi. Au unasemaje? Ni kweli kabisa. Watu bwana, kuna hichi na hichi bwana. Kwa nini? Kwa sababu kile kilicho ndani yangu ndio kinazungumza. Watu walimwabudu Mungu. Biblia inasema katika Ufunuo, inasema Yohana akasema nikaona watu wazee wale 24 waliokusanyika, waliokuwepo wameketi kwenye kiti cha enzi. Anasema kulikuwepo na makerubi ambao mabawa yao yakipiga yana kelele kama radi. Anasema ndipo nikaona wale makerubi wakiimba pale, mtakatifu mtakatifu usiku na mchana, kila siku. Yaani wimbo mmoja wanaimba asubuhi mpaka jioni, usiku na mchana wanauimba mtakatifu, wanaanguka mbele za Mungu. Sasa wewe kidogo tu ibada umechoka, jiulize umebeba kitu gani? Haleluya. Ndani yako kukiwa salama, unashangaa ibada unaona kama imeisha haraka. Ndani yako kukiwa salama, unapenda uendelee kula neno la Mungu. Ndani yako kukiwa salama, unapenda uendelee kumsifu Mungu, kwa sababu hujaja kwa ajili ya wanadamu, umekuja kwa ajili ya Yesu wa Nazareti ambaye alitufia msalabani. Kwa hiyo ukifika hapa unaendelea kumtafuta wa Nazareti, sio wanadamu. Usitazame madhabahu, mtazame Yesu aliye hai. Yeye ndiye anaweza kukuhudumia na kukusaidia. Haleluya. Kwa hiyo ukifika hapa, acha kufikiria kila. Anza unapoimba, usiimbe kama unamsaidia ima kuimba. Imba kama unamsifu Mungu wa mbinguni. Biblia inasema lolote mtendalo, tendeni kama mnamtendea Bwana. Haleluya. Hata kazi yako unapofanya, fanya kama unamfanyia Bwana. Ili isiwe na shida, isiwe na utapeli, isiwe na tabia yoyote tofauti mle ndani ya hiyo biashara. Fahamu kama unamfanyia nani? Bwana. Lolote mtendalo, tendeni kama mnamtendea Bwana. Huo ndio Kristo wenyewe. Una gharama alafu una shida zake. Kwa kila mtu anayetaka kwenda mbinguni ni lazima tembee kwenye huu mstari. Biblia inasema, ndipo akasema mfalme wa Mungu umefanana na mtu mmoja aliyekuwa na shamba, lakini alipanda mbegu njema. Mwenye shamba alipolala, ndipo akaja adui akapanda mbegu zake. Hebu angalia wewe, fikiria, kuna mambo yanayobeba moyo wako, yameushika, yanasababisha moyo wako hauwezi kufanya ibada kama inavyotakiwa. Umekuwa na kauli mbaya kwa ndugu na marafiki na majirani. Sio wewe, ni kwa sababu kile adui alipanda. Aliokolewa, aliacha yote majini. Haleluya. Ndio maana tunapombatiza mtu tumesema ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Haleluya. Kwa kama ya kale yamepita, alafu wewe unaendelea na ya kale, tunashaka na wewe. Lazima wewe na shaka na mimi. Kwa nini? Kwa sababu aliyekusaidia ndani ya maji ameoshwa. Maana huyu ni safi mbele za Bwana. Lakini akilala usingizi, akaiacha kujishughulisha na mambo ya Mungu, akajishughulisha na mambo ya mwili kuliko ya Mungu, shetani anakuja anapanda mbegu yake ndani yako. Shetani akipanda mbegu ni hatari sana. Utalisumbua kanisa, utasumbua leo majirani, utasumbua wazazi wako. Roho ya kwanza kutaka hata kugombana na wazazi itakuja kwa sababu ya ile roho ya shetani. Lakini ukiwa kwa Kristo, hata kama ukiwa ndani ya Kristo, hata kama mzazi angesema nini, unajua yeye ni nani. Wasiojua ni wale walioondolewa ufahamu. Ndio maana anasema mpate ufahamu. Tunapookoka, tunapomsoma neno, tunapata ufahamu. Haleluya. Yaani uelewa kwamba mimi hata yangeinuka namna hii kwa baba na mama yangu, sitakiwi kufanya kitu moja mbili tatu. Sasa haya yatatokea mtu mwingine kwa sababu mama yake ni mzee, hata kutembea naye anaogopa, hataki. Wakisema sasa wewe ndio, sasa wataniuliza ndio mama yako huyu. Kwa hiyo anajiona yeye bora kuliko aliyekuzaa. Hivyo fikiria ni roho gani iko ndani yako. Yaani unaona ni bora kuliko baba na mama waliokuleta duniani. Alafu baba yako kwa sababu nikaje basi hapo hivi. Unasema sasa, wewe pita huko mtanikuta pale mbele. Wewe unamwambia baba yako hivyo. Pasipo wewe mama yako unamwambia hivyo. Biblia imesema amtukanaye baba au mama na kufa na afe. Unajua kwa nini na agizo kali namna hiyo? Kwa sababu baba ni sehemu ya mtu kumfanya ni kama Mungu duniani wakati mwingine.
kwa sababu ametumika kuonekana kwako hapa. Yale gari ulionayo, nyumba ulionayo, kazi ulionayo, chanzo ni mama aliyekuleta duniani, ni baba aliyekuleta duniani, ni wazazi wako wamesababisha upate hicho ulicho nacho. Kwa wao wasingefanya hivyo, wao wasingekuzaa, ungeupata wapi? Ungeonekana wapi? Yote hiyo inasababishwa na kile adui amekipanda ndani. Kikishafutwa ukakiondoa, ukaupa wokovu, utampenda mtu yoyote, alafu zaidi ambaye ni dhaifu. Haleluya. Amen. Hasa wewe kwa sababu mimi wazazi wangu ni dhaifu, wazazi wangu ni wazee, basi mimi ninapotembea nikiona sasa mama anatembea naye vipi huyu baba huyo? Afu mzee, hasa baba zamani, unasema tuende wote. Mimi nitapita kwa jioni kwanza. Nikitoka hapo nitaingia nikukute wewe nyosha panda bajaji tukutane pale. Unamnyanyapaa aliyekulea miaka yote. Unajiuliza ni roho ya nani iko ndani hapo? Ni nini kipo ndani yake? Shetani amepanda. Wazazi wanapozaa mtoto wanaweka tumaini kwa mtoto kwamba atanisaidia. Sasa wewe baada ya kumsaidia, shetani anapanda roho ya kumchukia. Unaona si kitu mtalie kuleta duniani, unaona si kitu mtalie kuweka duniani. Lazima ujiulize, hili pando sio la Mungu. Anza kulikataa kwa jina la Yesu. Anza kulipinga kwa jina la Yesu, kwa sababu ufalme wa Mungu utaukosa. Yaani pasa niseme haya, maana ufalme wa Mungu tutaukosa kama tutaishi hivyo. Kile kusababisha hivyo, ndio maana mwanzoni ulipokuwa mdogo, mama yako huyo mzee, ulikuwa ukimwona anakuja unamkimbilia. Ulikuwa ukimwona baba anakuja unamkimbilia. Lakini baadaye ukajiona wewe unafaa mzuri, ukaanza kumkimbia. Ikienda kukimbia wakati unamkimbilia, unadhani ungekuwa wapi? Haleluya. Kanisa lazima tuwe na maadili ya kiwokovu, maadili ya ukweli ya kutuvusha. Hata wazazi wetu wanasema hakika, kwa sababu wanasali pale pako. Ningekuwa na mtoto mwingine angeendelea kwenda pale. Sio waseme kwa pale. Hapana. Hatutaki hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo lazima tufahamu kinachosababisha ni nini. Wakati unazaliwa, ulikuwa ukimwona mama amekuacha unamlilia. Ulikuwa unamwona baba amekuacha unamlilia. Lakini leo akitokea mama amekuacha, ukitokea leo mama unaenda naye, alafu akifa unalia sana. Hivi kwa nini? Kwa nini unalia? Hebu angalia akiondoka, kwa nini unalia? Ni mnafiki ni mkweli? Alipokuwa hai ulisema sikutaki. Ulimjibu vibaya. Mimi naongea na sisi wa Kristo ili tukae salama, ili siku ya ikija Bwana akirudi tuondoke naye. Haya ni maadili ya watu wa rohoni ninayosema kwa jina la Yesu. Watu wa rohoni lazima wajue kuishi na wazazi wao vizuri, kuishi na jamii vizuri, kuishi na majirani vizuri, vinywa vyao vifungwe. Ijumaa tulishafundisha habari za ulimi ambazo unaweza kuleta tukio kubwa. Kwa hiyo ndio maana tunasema angalia, ukimtamkia mama kitu hasahau. Unanielewa watu wa Mungu? Ukimtamkia kitu baba yako hasahau. Yaani mwanangu wa kuzaa mwenyewe, mwana sema wa kuzaa mwenyewe leo anasema hivi, nashukuru. Alafu naweza kufikiria mbona kila nikifanya hivi kwa nini? Kumbe yako maneno. Alafu kwa bahati mbaya mzazi anaondoka kabla hata hujawahi kutubu jambo ulilofanya. Haleluya. Hujawahi kumwambia baba nisamehe, nilitamka vibaya siku moja. Sikujiona ni kwa sababu adui alikuwa ametenda kazi. Sasa nimeokoka, nimeamua na kujua nilikukosea. Unajua kama kweli nimeokoka maana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tujue kwamba kama tukilala tutakujishughulisha kusoma neno, tutajikuta tumeingia kwa manabii wa uongo. Kwa sababu tumelala, adui anapandia roho nyingine. Anasema kwa kuwa ulimkataa Mungu, alileta roho ya upotevu ili watu waamini waifuate roho ya upotevu. Kwa sababu walikataa neno la kweli. Ukikataa injili ya kweli, ukikataa injili ya kweli, atakuletea roho ya upotevu ili ukapotee kabisa, ili uingie katika upotevu. Kwa na mimi nataka niko tayari kuhubiri injili ingawa tu vile Bwana atataka iwe. Kama ninataka sema neno hili ya kuwa Bwana anataka sisi tuishi kwenye utakatifu, tuishi kwenye njia itupasayo. Kwa hiyo Biblia inasema maneno haya. Hebu tuangalie Yeremia.
Isomeni Yeremia sura ya 2 mstari wa 21. Isomeni Yeremia sura ya 2. Yeremia sura ya 2 mstari wa 21. Sura ya 2 mstari wa 21 inasema, nami nalikuwa nimekupanda mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa, umegeuka basi kuwa mche usiofaa wa mzabibu mwitu machoni pangu. Nami nalikupanda uwe mzabibu mwema sana, katika Yeremia, nawe umegeuka umekuwa mti usiofaa. Kwa hiyo mtu alipokuwa anaokolewa alikuwa ni safi sana, lakini alivyoendelea kuishi kwenye wokovu akaanza kugeuka kuwa ni mtu asiyefaa mbele za Bwana. Kwa hiyo anasema, kwa kuwa ulipandwa kuwa mzabibu mwema, umegeuka kuwa mti usiofaa. Unajua kitakachofuata? Unajua jehanamu inakufuata. Unajua utakwenda katika moto kwa sababu ya kugeuka. Unaelewa? Hebu nisomee Waebrania sura 6 mstari wa 8. Waebrania sura 6 mstari wa 8. Bali ikitoa miiba na magugu ukataliwa na kuwa karibu na laana, ambayo mwisho wake ni kuteketezwa. Bali ikitoa mbegu ya miiba na magugu, hii mbegu hii ikitoa miiba na magugu, hiyo iko tayari mwishoni kwa ajili ya kuteketezwa, haifai. Kwa wewe kama mtumishi wa Mungu uliyekwisha kuokoka na umeokoka kwenye kanisa la Bwana la Kristo, na usiku kwa jina la Yesu, tutafute sana mambo ya Mungu kuliko ya mwili. Unapojishughulisha ya mwili, jishughulishe na ya Mungu. Alafu tafuta sana kwa Bwana kuliko kutafuta kwa mwili. Nazungumza sina maana usifanye kazi, sisemi mambo ya kazi. Nazungumza unapokuwepo kazini kwako, tafuta mambo ya Mungu. Kaa kazini, fanya kazi, soma na neno. Ndio maana lazima hata na Biblia ya kukusaidia kazini kwako. Jisomee hata neno. Litafute ili usilale. Ujue siri ya Mungu anataka nini. Maana siri ya Mungu ipo kwenye neno lake. Mtu anayesoma neno ataijua siri ya Mungu. Anayesoma neno ataijua siri ya Mungu anataka nini kwa mwanadamu. Anataka nini kwangu?